Hamis Kipepe ndiye anakwenda kupiga penalty ya kwanza kwa upande wa timu ya Misosi. Kipepe anapiga go! Kamhamisha moja. Na ukikosea anakuambia wewe pundi punda. Ima mara 10 kata mara moja. Ilikuwa ni hatari. Moja kati juu ya mgongo wake. Penalty ya kwanza kwa upande wa Keko. Peleka go! Mwamisha. Kama kawaida. Enzi zetu yamebadilika rangi tu, siku hizi ya blue. Enzi zetu ilikuwa ya njano na nyekundu. Tumeyapanda sana hayo. Penalty moja maridadi kabisa ya Wosi. Anakwenda Menza Bala. Peleka bala. Go! Bwana kwa bado kidogo acheze bwana. Yale alicheza. Alikwisha icheza na nusu. Hizi ndo zile penalty zinazowatia watu pressure. Faiz. Kwenda bala. Go! Leo si mchezo leo. Tunaona mambo leo. Tunaona mambo. Timu zote zimeshapiga penalty 2 na zote zimepata. Penalty 2-2. Emmanuel Membe nahodha wa timu ya Misosi, jezi nambari 17, penalty ya 3. Anapeleka balala go! Bwana hatari. Kepa kichwani, hebu tuone nini atakachofanya kwa upande wa Keko Furniture. Katamba Membe kamwambia kabisa uzee wa Simba sio ujana wa ofisi. Kashkash anakwenda kupiga penalty, Kashkash anakwenda go! Kwa wapigaji wote wamekuwa juu ya penalty. Penalty 3-3, kila mmoja akijaribu kuweka mpira ule ndani ya nyavu. Na penalty ya 4 kwa upande wa Misosi. Anakwenda go! Simwangalia Soni. Kabisa utamwona kabisa kafanana na wewe lakini anakuudhi. Kapeleka pale ambapo alikoama mlinda mlango Aziz. Penalty ya 4 inakwenda ndani ya nyavu kwa upande wa Misosi FC. Zendena kwenda kupiga penalty go! Muda wote hata kama usiku utatunga tu. Sasa penalty ya mwisho kwa upande wa timu ya Misosi FC, penalty ya 5. Anakwenda kupiga penalty ya 5. Peleka go! Jambo solo. Faida yao taratibu. Shughuli imekuwa nzito. Watu wote inaonekana bado anapiga Yohana Mkomola, penalty ya 5 kwa upande wa timu ya Keko Furniture. Anapeleka go! Babisha shida yote. Dereva mzuri anauliza njia wakati wa kwenda. Wakati wa kurudi aulizi. Tunaanza moja hadi apatikane mshindi leo. Piga ni kupige lakini lazima mshindi apatikane. Anakwenda Mgia Laurent anakwenda hakuwala kuhitaji kushughulika kisha ule mfundi penalty kama hizo alikuwa anapiga marehemu Hamis Tobias Gagalino. Na miaka ya mwisho tulikuwa tukimwona, huwezi kumlaumu goalkeeper kutokana na ule unaona, tulikuwa tukimwona hata kisha ule mfundi penalty kama hizo alikuwa anapiga marehemu Hamis Tobias Gagalino. Na miaka ya mwisho tulikuwa tukimwona, huwezi kumlaumu goalkeeper kutokana na ule unaona, tulikuwa tukimwona hata anapeleka penalty go! Leo shughuli nzito leo. Uko toka wapi? Mvuvi anapokwenda baharini kuvua samaki ama mtoni ama ziwani, atachukua chambo akaweka kwenye ndoano, lengo lake apate samaki. Akimvua ndoano uwe na chubwi. Akimvua anakwenda Mohamed Hassan go! Bwana, kumbe kuna watu wengine nje nao pia wanadaka hizi penalty. Penalty ya 7 ile kwa upande wa timu ya Misosi FC inakwenda ndani ya kamba. Mohamed Hassan yule akutokea mbali sana na mpira ulipo. Penalty ya 7 kwa upande wa Keko Furniture, anakwenda kupigwa na Nchimbi. Anapeleka go! Kuna udhaifu wa walinda milango ama vipi? Mimi naamini walinda milango kidogo wana udhaifu vizuri. Pale ingeweza kuicheza. Sasa tumebaini kwamba ni udhaifu wa walinda milango na wala si ufundi sana. Penalty kama ile hata mwanangu kula anadaka sana. Sasa ile golikipa wetu siku ile tulicheza na wabunge. Jamal Macherenga. Peleka go! Bwana, leo tutafika usiku leo hapa. Lakini vyovyote vile lazima mshindi apatikane. Kabisa hata kwa shilingi. Kiza kikiingia tutarudia kesho saa 2. Kwenda mlinda mlango wa Keko go! Kila siku nifungwe mimi penalty za kizembe hivi, ngoja na mimi.
Zizi. Zizi alijaribu kumlinda Zabron. Raymond anakwenda kupiga penalty ya 9 ile. Zabron peleka bale ndani ya nyavu. Sijui sasa ndo tunaona utamu wa ndondo. Mwogeleaji mzuri anakufa karibu ya kufika. Na sasa hivi tuna penalty ngapi? Penalty ya 9 kwa upande wa Misosi inatiwa ndani. Kwenda penalty la gol. Huyo mtu fundi bwana. Kampeleka pale pale. Misosi FC penalty 9, Keko Furniture penalty 9. Penalty ya 10 inakwenda kupigwa sasa kwa upande wa Misosi FC. Mlinzi wa pembeni upande wa kulia. Peleka bala gol. Penalty ya 10 bwana, mimi nasema kabisa bwana. Hapa sasa ndo namkumbuka Kaseja, unamkumbuka Steve Nemes, unamkumbuka mwenyewe kabisa. Mohamed Mameja. Unamkumbuka kabisa Juma Ponda Malimensa. Mambo sasa hazina hizi tumezipoteza, hazipo. Moja kati ya wale mafundi anakosa Ochu na Keko Furniture wanayaaga rasmi mashindano ya Ndondo Cup mwaka 2017. Misosi FC wanatinga hatua ya fainali. Misosi FC wanatangulia fainali ya Ndondo Cup mwaka 2017. 2017 Ndondo Cup. Sisi ni soka, burudani inaendelea.